I'm not perfect, or else they try to use whatever weakness I have, ama zile weaknesses za kitambo. Unajua sasa ile ujinga ya kitambo, yenye sasa tulikuwa tunafanya tukiwa 50. So unachekisa zile weaknesses zilikuwa za kitambo, ile unapata ndo anakuja as in yeye mwenyewe anatumia zile ati you are weak, ulikuwa unaogopa hiki kitu, so he thinks that I never grow. Do you know that guy never grows up, as in ni wale watu who are growing mentally. But nikienda mahali, nikitravel mahali, ama ukitravel, ama tukiachana for a period of 1 year, you should know, or else somebody should know, and everyone should know that nimeenda experience kitu fulani, I'm different, nimeongeza ka ujuzi kidogo kwa mind. Sio kukua gani that kind of a person who never grows up. That is man Q. He's very silly, and mostly he tries to use weaknesses and trying to, as in he keeps on putting others down for him to look perfect. Mostly ukimsikiza vizuri, you might think that he's very perfect, he's very bright, but mostly hakuna vile yako juu hajai kuwa genius, number 2 hajai pursue career yake, ama alikuwa tu anaongea tu for him to look like he still have an artistic career. But no problem, that's none of my business. That's none of my business, because if you look at the fact that sometimes kuna watu wengine wanajifanya wamekasirika juu yako for them to get apologies from you, or because they want to entice the public that they are good, they are nice, they are better than you, all because umepata kajina kadogo ama kubwa, whatever it is. But mostly whatever your jina iko, it doesn't matter. Kuna watu wangu wana admire, those are the guys. Unapata msee mmekuwa mabeshte, hajai kuwa na jina, lakini kujisifu anajua kujisifu, but hajai kuwa recognized in one way or the other. So unapata yeye mwenyewe lazima akutumie, ama lazima anitumie, yani ndo apate jina. Okay, he's, as in, let me just say that after kurealize mtu ni artist, as in mimi ni artist, after sa kurealize mimi ni after sa kuona the art yenye sana nafanya, he will try to show that he's still an artist too, which it's not a problem being an artist, but trying to fight my gigantic art with his art kake kadogo, plus hiyo sio art. Hizo ni zile vitu za kawaida, because in the art industry watu, as an artist, wanga ana grow every day, wanga ana learn every day, plus an artist wanga ana kwa creative ile in terms of ideas, anapata ideas on daily basis, but he never gets any idea. So that simply means that he's not a qualified, yani ni wale artist limited, hazi pata idea yake mwenyewe. Sawa. Yeah. Another point is that some people will give theories about what you like to hear, what you love, what you don't like, how, as in the way you speak, whatever concerns you, unaget, yani ile kitu wangu inateka attention yako. So unaweza kunaenda mahali unashanga icon kila mtu anajua, but ni theories zimepeano. Mankiwa anafanya hiyo kazi, unaget, Mankiwa anafanya hiyo kazi ya kupeana theories za wenyewe na kuingia katikati ya watu na kushow ati unachikana ka celeb, sikatambui hatukatai, but unaweza kuwa sio uselebu sidhani ni kitu rahisi juu watu wengine wangu wana nini, wangu wana admire. Useleb ni kazi ngumu, una handle pressure ya watu, gossip, whatever the hell it is, kinye kote utaambiwa, ile image unapewa ndo uko intimidated, lazima uko strong. You have to be strong enough for you to fight that. So theory zako kenye sasa unapenda, kenye sasa unataka kusikia, hizo ni theory saa kila mtu huaga anasikia. Yani hizo utakuwa unazisikia kila siku. Kama kwa unashangaa, how comes that everybody knows me? Or else how comes kila mtu ananiambia hiki kitu na bado kuna vile sipendi? That's life. Your glory, some people want to share it.
Yeah, some people want to share it all because they need your glory. Wengine watakuuliza maswali zenye sasa unakwaga zenye uongo na shindo, yani zile zinakuwa ngumu kwako, ndo look stupid, all because they know that you won't be able to answer. Yeah, it's funny. Another point is that saa zingine ukienda kwa in contest, kuna vile unaweza enda ukiwa famous, saa zingine unaweza enda contest mahali kazi zako zikosa kuchaguliwa, not because you're not doing good jobs, it's because someone is jealous or else they want to share the glory. Ndo hiyo contest ama hiyo nini, hiyo tuseme hiyo kampuni ama nini, sasa ile kitu ina or else wenye sawa wanachukua hizo nini maato sijui wanaitagwa nini, ama wenye sawa wana judge hizo nini hizo kazi, waonekane wakiwa superior, yani waonekane wakiwa perfect. Unajua sasa ukifanya kitu perfect, mtu mwingine akifanya imperfect, that person, that critic mwenye sana kushow iko imperfect, ata look superior, ata look better than you mostly. Watu wengine even though wango na believe, but the world is watching. Kila mtu anaona ile kazi ni poa, ni venye huyo jamaa amekuwa discriminated. Si ati juu nani amesema kazi ni mbaya. It's just that you see some people want to look superior, they want to share the glory, all because you have a name. Someone cannot choose your job, your jobs cannot be displayed, all because someone wants to show they are glorious, they are very glorious, and they are superior. See that? That's life. That's trying to share your glory. Yeah. Gossip embracement. Okay, kuna kitu kingine. Another point is that embrace gossip embracement. Huwezi niambia someone of huwezi niambia ati kuna mtu mwingine, yani mtu mzito, yani mzito in a way, or else mzito in a way kwa job, kwa nini kwa kila kitu, but yeye mwenyewe hata uanga na trust gossipers more than you, yani ana embrace gossip ile design nikana kulaga gossip, yani yeye anapenda gossip zako, anataka gossip zako more than your works, ndo aweze kukuweaken ama ndo aweze kuzitumia kama weapon against you, all because uko na jina, all because unasifiwa. Yani they will try to use the gossip that they've heard from others, or else the rumors, for them to be able to share the glory. Ndo wakuulizaga maswali, kweli nani unakuwa nini so ama unakuwa hivi na hivi, ndo wa share the glory, and they mostly use that whenever there are some people, ama they can use that the same thing kwa nini yako, as in, kama hauko wako discuss, ukwe discuss kabisa, alafu saa akuje kukuuliza ama atumie hiyo nini, ndo look stupid, watumie hiyo gossip against you, ndo look stupid in one way or the other. Unaget? Ama ikue ndo na kudiscuss ile design, yani as in, ama ikue akiambiwa ana jaribu kuinfluence hata watu wengine, or because some people will be, or else others will listen to you, they listen to him. Yeah, that's another point. Some people will use threat against you, as in some people will use threat ndo waweze kukuintimidate, ndo ukue weak, now I look superior, for them to look better than you, for them to share the glory as usual. So for example, tuangalie watu kaa hawa wanakuwa watu, they are it's some kind of a group or something like that. So utapata they try to use gossip when mbaya, tabui nini, vitu kaa hizo, threatening others, trying to say that others are bad, or some so and so, ama kama mtu kama mimi waseme mimi ni mbaya, wa try to threaten, waanza kusema everyone in the community hates you, what, but all what they want to do is to share the glory. How?
These guys are stupid. Yani, there's no way mtu hayuko kwa industry ya art alafu anaingilia art. They can't even afford an artwork. Kwanza mwenye ananunuaga artwork anakuwaga amekula, ameshiba, then amefanya vitu zake zote, so artwork inakuwaga ya kuimpress, as in ile ya kumfanya asikie vizuri, sio ya nini, sio ya just, they don't buy it for the sake of it, they like it. Ni kama vile ukienda kwa shop ama ukienda mahali fulani unachukua kitu kama simu, unabai ile simu inakubamba, ile model inakubamba, so those the art buyers always full, their stomachs are full kabisa, zimejaa. Mtu wanakuwa wameshiba kwanza, alafu sawa wanabai artwork. So hawa kuingilia art na mtu hatazi afford nini artwork, labda ile artwork unaweza pata si artwork iko na maana, plus si artwork ya watu wenye wana make sense kwa industry. Okay, so using fear as a weapon to intimidate an artist, that's not an artist, that does not make sense. And because Riggs Art has never been intimidated. Riggs Art is fearless, it's self-made, and it's full of ideas. Na ideas more zitakuja, lots of ideas zitakam, na hawa bado watababaika, wataendelea kubabaika, and they'll never be able to stop someone like Riggs Art. Ama Riggs ni mimi, Riggs Art ni the name of my, that's the name of my art. Okay, Riggs is me, and Riggs Art is whatever I'm doing, whatever artwork that comes from me. You see? Yeah. Another point is that watu wengine who try kutumia power ndo waonekane superior ama ndo waonekane wanoma, yani mtu kaa mkalia karai. That's a very educated person, but unapata yeye anatumia superiority ya kazi ama ya cheo ndo intimidate artist ka Riggs, amuonesha yani superior, but hajui vizuri, hajui kwenda kazi kwa that particular institution. Riggs Art anapitia tu, yani mpita njia, si ati amekuja kukaa, he's just mpita njia, anapitia hapo akiwa ameenda. But some people think that a better way to get fame is to intimidating the famous person, or else the so-called the glorious person. Sharing the glory, anaweza share the glory to look superior, to look like a boss, or because that guy, the artist ama Riggs, ako chini yake kikazi. But within no time, Riggs Art will rise beyond that. And in fact, rise beyond that. Hiyo nini, hata hiyo job nyesani ilikuwa nafanya place ka hiyo. So mtu akipitia njia mahali fulani, it's good to let them live, it's good to let them stay there in peace. Sio kushinda saa ukibwekea mtu kila kitu kinabweka. That does not even make sense. It's good watuki superior kwa job inakoga fiti, tunaheshimu hata subordinates, your subordinates, ama wale unaheshimu wale wadogo kuliko kikazi.
sio kutumia jina yako ama sio kutumia power yako kama boss ama your money or else influence or else whatever the hell you have or else whatever the yeah. So and mtu kaa Bully Boy pia try kutumia power which hakuwa nafikiria exact ni smart hivyo. Hapa ni sungura. I know how to play the game. I'm smart. I've been through it. Nimeona kila kitu. Ile kitu mimi sijaiona ama mali sijaifika ni heaven peke yake. Huko ndo siko sure but niko na idea venye kutakuwa, but sitasema idea yenyewe. So namaanisha using your power, misusing your power. Just like kuna time nyingine tulikuwa shule, I was in college in a particular institution, na kuna time and kama kawaida napataga nilikuwa I was unique, so my studio walikuwa wanitambua bado. Get so one of the teacher newcomers who was, I guess that tulikuwa age moja. I got back to school when I was only 25 years. Nilirudi shule nikiwa 25, so I was already mature. So unapata huyo mwalimu, I guess that sijui kama tulikuwa the same age ama alikuwa older. If he was older than me, he was around 27. So unapata huyo mwalimu alikuwa anajaribu, by the way kuna mwalimu alikuwa ananiambia this thing is bad, as in nimefanya hatua mbaya, badala na nikimuuliza vizuri na mimi nikimuuliza hii hata juni mbaya, what should I do as a student? Unacheki. So I had that respect ya mwalimu. You are my teacher and you're here to teach me. It doesn't matter whether I'm older than you or not, but nikikuuliza kama mwalimu unafaa unijibu. But the dude was like, anisho hiyo kitu sio poa, rudia. Lakini he was not showing me the mistakes ndo nizi correct, ndo nizi collect. You ni misuse their power, his power. Kuna time aliniongeza kazi za as in more kazi za my assignments in front of nini other students, ndo aonekane yeye ni mnoma. Yeah, I'm very unique. I'm sure that he was intimidated, but I do know one thing, that the world of art inapoka kidogo sana. We will meet one day. We'll talk. You know, I'm very good at remembering some things. Tutapatana tu. Sijali. Baba. Tutapatana. So, aliniongeza kazi ati ndo nijue stories za color theory. Nikasijui color theory, na color theory nilikuwa nimezifanya first year. I did good jobs in color theory or whatever the hell it is, but unapata he was trying to show me that I don't know how to use the colors, or else I don't know how to mix the colors. And in fact, I was among the best students huko kwa shule, plus most of the students tulikuwa as in walikuwa ni consult before waende kwa mwalimu. They were first consulting me, plus some of the painting teachers walikuwa saa zingine wana ni refer, enda ulize Rix kwanza, ama mnaweza fanya na Rix ndo saa mweze kudiscuss vizuri before you come to me. Mkishindwa mnaweza niletea. Some teachers were very comfortable with me when it comes to doing artwork, but huyo alikuwa ni kama yali niongezea kazi kujaribu kushow studio wengine I'm stupid ama sijaiva bado, but no problem. Sahi haizi akaniona hata kifanya nini, ati yangu wangu na grow, ideas zangu wangu zina grow on daily basis. You see, so that's misusing your power. Juu ukiwa nini as a teacher, ukiambia student here is the problem, wewe unafaa as a teacher unafaa kuonyesha mtu problem na umuoneshe
umpatie example ya solution ama umuoneshe venye atasolve hiyo problem, but sio kuacha mtu ama studio akiwa amehang hivi. No, that does not make any sense. In fact, you chose the wrong career. Yeah, you show me the mistake, then after showing me the mistake, you show me how to solve the problem, or else you show me the solution. You give me a solution to that problem of mine. Ukiwa nimelemewa, lakini sio kuacha studio kwa mehang hivyo ati nimehang tu hivi. Mimi naumia, I'm paying for school fees. Yeah. Another point is that some people try to predict your fate, or else, your fate sana. No, some people will try to predict your fate, all because that can take more attention. Ama waanza kusema character yako ni mbaya, you're going to die, you're going to be kulingana tabia zako, you can be assassinated, or else you can meet your death, or else utafungwa, vitu kaa hizo, all because vitu negatives juu kwa nini zina take more attention. Ukisema so and so will succeed and what will get nini, huwezi pata more listeners ama more audience kuliko ile time ukisema huyu jamaa akiendelea hivi umsena dead, this guy will die, this guy will be jailed, this guy will be shot, this guy will be assassinated. You see, hizo negative nini comments zina take attention kwa watu wengi. Ama ama unapata the nini hizo nini, ama unapata most of the negative prediction inakuwaga nini, inakuwaga more nini, inakuwaga taking attention. And ukisikizo unaweza watu wengi try to share glory because it's just because sometimes people focus on your mistakes. Since you're very famous, they'll try to focus on your mistakes zako, wana focusing on mistakes, not whatever you're doing. Those look perfect, but all in all, that is life. Even Jesus himself, he fed people, he performed miracles, but bado kulikuwa na maheta, lakini sawa bado. That's life. Hiyo ni life ya celeb. Jesus pia alikuwa celebrity, the most famous celebrity in the world. Yeah. Okay. Another point, which I think that it's the last one for today, for this video, or else for this topic. Sometimes you'll get that parents sometimes try to use their power to intimidate you, or else after you get ukipata fame, saa zingine unapataga they would like to share the glory to, which as an artist ama kwa mtu respective, you should respect your parents in one way or the other. Lakini shida inakuwaga kuna wazazi wanakuwaga too much, kifanya kitu wanakuwa too much, yani haizi ku approach like mwenye walikuwa wanajiona naye juzi. You try to use your power. Unajua saa mzazi sio kwa kuargue na mzazi, but they try to create an argument for them to look superior. Sasa zingine mzazi anakutuma, yani anashinda saki kutuma na hakuwa anakutuma hivyo before. They send you somewhere, they give you rules. Hata rules hujaipewa ever since the time that you was born. But since you are a celebrity and she wants to look, or he or she, your mother or father wants to look superior, some of them use as in try to share your glory in that way, as in ile kukutuma, giving you rules like a kid, yet you are a very mature person. Kuna time uliona respect, as in before fame uliona respect, and even after fame you still respect them, but
they try to show, isn't to over use their power. Vile ulikuwa umeambiwa should be respectful to your parents, they try to show to disrespect you up to that point. Sometimes unapataga mtoto amekasirika pia. You know, we are all humans and everyone has a sense of humor. Unapoka ni nyingine, as in unapata inakuwa issue nyingine, inakuwa problem nyingine, unapata they also want to share your glory. But it's advisable, mzazi mtoto akiwa famous na wewe ndio umemsupport, unafaa umheshimu pia, ndo mweze kusikizana, ama usitumie power ile kama mzazi. You know, mzazi anakoga Mungu wa pili according to the Bible, so inakoga fiti you respect them, you respect the kids too because they are mature, unless they are misbehaving. Lakini come to her misbehave, mtoto ka misbehave, it's bad, it's rude to provoke them, or because even children have a sense of humor. They are humans too, just like you. You see, sometimes unapataga wazazi wengine wanakuaga nini sana, wanakuaga too much, wanafika kwa ile point wanakuwa too much. It's like they don't know that they are your parents, ama wengine wanakuwa intimidated by your glory. Do they think that it's like they are not worth to be your parents, ama nika utawageukia? Yes, kuna watoto wanageukiaga wazazi, but not everyone. Don't even try to intimidate the kids or the children, or because they have a sense of humor too. Usikue too much, yani mtu mzazi hafai kukua too much at ile design hadi mtoto anakasirika. Someone who was meant to respect you angekurespect, anakurespecting with or without money. Ukiwa mzazi, no matter how you look, no matter who you are, it doesn't matter your disabilities or something like that, but they will respect you if they are respective. But if they are not respective, they will obviously be disrespective. Oh, yeah. So parents pia wana trying to share glory, and that's bad. Juu we mwenyewe after you are famous unapea another story yako na unasemaga my parents are very supportive, they are very supportive. So ukisema wako supportive, they will be respected. But if they try to share your glory by force, hatakuwa glorious venye kama ungewasifu vizuri, kama wewe ndo ungejisemea vizuri wanakuwa supportive. Okay, that's good for today, and I'm very glad that you've watched. See you next time.